Na karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV kokote ambako uko unasikiliza matangazo yetu. Tupiga story kuhusiana na yale ambayo yakuwa yanajiri huko maeneo ya Walikale, ambako hali jinsi iko inaonekana Walikale itakwenda kugeuka muda si mrefu kuwa tanuru la moto, na itageuka pia kuwa maeneo ya machunio kwa magaidi wa M23 endapo watashindwa kuondoka huko maeneo ya Walikale. Kila ngambo, kila upande wako wanaongeza idadi ya wanajeshi, na wako pia wanaongeza silaha, na wako wanaongeza mipango kwa ajili ya kuendeleza mapigano huko. Utafahamu tu kwamba magaidi wa M23 wao wanataka kuweza kuelekea maeneo ya Kisangani, na FARDC pia Kisangani ndiko kuna military base ya 3e zone ya defense. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kwa wao kuweza kuwaruhusu hao jamaa waweze kupita pale. Jambo jingine ni kuhusiana na uasi. Bwana Thomas Lubanga ameweza kuanzisha uasi wake upya, na amefanya hivyo akiwa yuko ndani ya nchi ya Uganda, ambako ametangaza rasmi kikosi kipya cha uasi nchini Uganda. So hayo na mengine, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV kokote ambako unakuwa unasikiza matangazo yetu. Rajabu Akili Kabonga, saa 6 majira ya Afrika ya Kati, 7 ni majira ya Afrika ya Mashariki. Namuona Ejide Kizenga Tembele, big up sana kwa pamoja na Baraka1 TV. Pia Shaban Suleiman King kwa pamoja na Baraka1 TV. Jamani, endelea kuungana na sisi kupitia membership ya Baraka1 TV kwa YouTube. Nenda membership hii unaweza kuchagua ziko 1, 2, 3 mpaka 4. So unachagua kwa wapi ambako kutakufiti. Na pia big up sana kwa Dieudonné Butoto kuweza kufanya hatua kubwa sana ya moja kati ya sponsors wa Baraka1 TV direct. Tunashukuru sana bwana Dieudonné Butoto kutoka Michigan, USA. Big up sana bwana, bila kumsahau pia Asani Ramadan, Mashaka Ayamba, nani mwingine mkwingi sana. Namuona pia Kiskandeze, Dafeza, Dalatesia, bila kusahau pia Jacques Bahati kutoka Columbia, Missouri, USA. Namuona pia Bio Kilamba Mao, big up sana bro kwa kazi kubwa ambayo kunafanya kwa ajili ya Baraka1 TV. We really appreciate. Naona pia mzee wa state ya Maine ulikuwa pamoja na Baraka1 TV, na wote ndugu zetu ambao wapo tayari ndani ya membership ya Baraka1 TV. Tunashukuru sana wana, kwa sababu kazi ambazo tunafanya ni kwa ajili ya kuweza kuimarisha taifa. Tunapiganisha taifa, tunapigania taifa kama kwa jinsi mnavyojua, na ni ushirikiano wenu ndio unatupa nguvu sana. Hapa tuko na kwa watu ambao wameweza kujiunga na membership ya Baraka1 TV, tuko na Jacqueline Rugevia, Andre Watuna, Ebengo Bernard, Jiara Sharif, tuko na Salvador Idi, Bapendo Elias, tuko na Alenga Isobe, tuko na Dier Mix Bienfait, Hussein Matambo, Alex Jean-Pierre, Elizabeth Mawazo. Hawa wameweza kujiunga na B1 TV membership. So pale kuna michango tu, ni michango ya kila mwisho wa mwezi, na pia unaweza kujiunga na group la Baraka1 TV la $15 kila mwisho wa mwezi, $10 kila mwisho wa mwezi. Unaniandikia tu DC ama 15, tunajua tunakutia kwa upande upi jamani. Saidia B1 TV, unakuwa unafanya jambo la maana sana. Na pia kumbuka tu kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kwa hiyo ungana na Baraka1 TV vile vile ili kuweza kutimiza hiyo Operation Saidia Mzalendo. Namba zetu hizo hapo kwa screen, wasiliana na sisi. Na ukishana na hiyo pia tembelea Baraka1 TV channel 2 ili uweze kukutana na matukio mengine yote ambayo yako yanajiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na taarifa hizi za Mwasi Thomas Lubanga, ambaye ameweza kuanzisha tena uasi upya baada ya kuweza kuhukumiwa na CPI, kisha akaachiwa, lakini tena amekuja kwenye uchaguzi. Alikuwa ni mshirika wa wana Fachibe tu, lakini baadaye tena huyo ametoka, ameingia porini na kwenda mpaka nchini Uganda
ambako wamekwenda kuanzisha kikundi kingine tena cha uasi. Inasemekana kwamba Thomas Lubanga aliweza kuhukumiwa na mahakama ya kimataifa CPI miaka 14 ya kuwa gerezani kwa makosa ya kuwasajili watoto jeshini, pia kwa makosa ya mauaji, makosa mengi, ubakaji pamoja na uporaji ambao ulikuwa unafanyika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baada ya kuweza kutumikia kifungo hicho, Thomas Lubanga aliweza kumaliza kifungo chake na hivyo akatoka, na kutoka kwake alikuja akapokelewa nchini, akaanza kufanya kazi kwa upande wa Union Sacrée na Bwana Fachi. Kumbe alikuwa na muda wote huo alikuwa bado yuko anashirikiana na makundi ya silaha, na alikuwa yuko anafanya consultation kwa baadhi ya makundi ya silaha, na ilikuwa inatokea mara mingi. Sawa, gavana wa Ituri Luboya Kansha Majoni alikuwa anataka kwamba jamani, kuko watu wa leader politiki ambao wako wana support magaidi, wako wanasupportiana na makundi ya kumiliki silaha, lakini haya mambo yote yalikuwa yanachukuliwa kama vile ni chantage tu, kama ni récupération politique, kama ni nini. Ushelewa, walisema sana hivyo wakina Chilengongo, walizungumzia sana, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa na tenir compte na ile. Thomas Lubanga baada ya kuweza kuendeleza harakati yake alichukua takriban miezi 7 huko akiwa yuko nafanya consultation na makundi ya kushikilia silaha kama vile Force de Resistance Patriotique de l'Ituri FRPI pamoja na Groupe la Zaire, ambako walikuwa wanakutana kuanzia Januari mpaka Disemba. Sasa baada ya hayo yote kuweza kutokea, hatimaye mwaka huu na akiwa yuko nchini Uganda, Bwana Thomas Lubanga ameweza kutengeneza kundi jipya la kiuasi ambalo litaanzisha harakati zake kama vile kundi la M23, na kundi hilo ambalo linaitwa Convention pour la Révolution Populaire CRP ambayo imeundwa tarehe 20 na imeundwa mwezi wa 3 2025. Unaona, mwingine wina anaenda fanya kundi yake baada ya Alliance Fleuve Congo kuundwa wapi Kenya. Thomas Lubanga naye anaingia Uganda, anaunda kundi lake la kihalifu yuko Uganda, na huko tu tunashirikiana pia na Uganda kuwapiga ADF na Codeco. Movement huu wa CRP uko na kitengo pia cha jeshi ambacho kinaitwa Les Forces pour la Révolution Populaire FRP. Sawa na Colonel Nangaa pia AFC Alliance Fleuve Congo iko na kitengo cha jeshi ambacho kinaitwa RC Armée Révolutionnaire Congolaise. Sasa kitengo hiki cha jeshi cha hawa wahalifu kinaongozwa na Kanali Justin Lobo Sizi ambaye aliwahi kuwa kamanda wa FRDC, ambaye alitoka ndani FRDC kwenda kuungana na huyu mhalifu, na malengo yao ni kutaka kudhibiti mkoa wote wa Ituri. Motivation ya wao kuweza kufanya hivi ni kusema kwamba kulingana na wao wanasema serikali ya Ituri, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajawa na rushwa pamoja na wizi wa mali ya umma, pia na kutokuadhibu wanaokula rushwa, wanaofanya makosa, yani impunity.
Baada ya kuweza kuunda hicho kikosi maeneo ya Uganda, lancement officiel, kwamba ufunguzi upya, ufunguzi wa kundi hilo uliweza kufanyika maeneo ya Berunda, kitongoji ambacho kina takriban watu 15,000 ambacho kinapatikana kwenye kikiwa na kilomita 180 mashariki mwa Bunia, katika vitongoji vinavyosadikika kuwa na migodi ya kutosha mpakani mwa nchi ya Uganda, wakati hizo sehemu ikijulikana kuwa ni maeneo ambako CRP, Convention pour la Révolution Populaire ya kina Thomas Lubanga, kuwa sehemu yake ya kujidai kwamba wanazoea kufanya marebelio zao wanaanzia pale pale. Na Septemba 2024 jeshi la FARDC liliweza kutangaza kwamba liliweza kuvunja yale maeneo ambako kulikuwa kunasemekana kuna kambi ya magaidi magaidi ambao wako wanazidi kuyumbisha usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Thomas Lubanga ameweza kuyakana mashtaka yote ambayo yanasemekana kuwa kwamba ameweza kuingia ndani ya Union Sacrée, ambao sasa hivi wako wanafanya consultation ya kutafuta kutengeneza serikali ya umoja wa kitaifa. Yeye alikataa kwenda kuungana na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na hivyo kwenda kuanzisha kundi jingine jipya. Kundi hilo la bwana Thomas Lubanga liko na mwingiliano na magaidi wa M23 na wanafanya kazi sambamba na magaidi wa M23. Hiyo hapo ni habari ambayo ndugu zangu inaleta huzuni, inasikitisha na inaonesha kwamba Kongo tungali na safari ndefu ya kufanya. As long as tuko tunashindwa kudekurager watu wenye wako wanafanya ili kuacceder ku pouvoir, il faut mtu aende créer rebellion, na hiyo yote ni nini? Ni faiblesse ya gouvernement. Kwa sababu wanasema kwamba kia traira, na mtoto wa nyoka ni nyoka toujours. Thomas Lubanga wakati anafungwa CPI miaka 14, anakuja anachiwa huru, anaingia Union Sacrée, tena anaingizwa kwenye utawala, aanze kufanya kazi serikalini. Katika nchi zingine ukishatupwa jela tu, ukihukumiwa tayari wewe katika CV yako huna tena CV ya kutumikia umma. Uweze kufanya kazi ya umma, unakuwa ni mtu wa kazi wa fucking jobs ama private sectors, ndio unakuwa unafanya kazi kule, sio serikalini tena. Lakini Kongo iko napokea kila mtu. Leo hii kwa taarifa ambazo niko nazipata na gisi niko nasikia baadhi ya maneno ni kwamba endapo tu Nangasa hizo akisema Monsieur Tshisekedi nisamee, unaona tusameane, na deposit army, watampokea moja kwa moja, wanamsafisha na wanamuingiza, anabakia kuwa huru na anafanya kazi tena serikalini. Donc hatuna namna ya kusema kwamba tunaweza kutengeneza institution zenye ziko na nguvu kuliko individu. Ndio hiyo yenye tulisikia kwenye taarifa za habari za moto za asubuhi, Blaise, kiongozi Blaise, mhubiri Blaise akiwa anasema watu wanatengeneza wanasiasa kuwa maarufu, wanasiasa kuwa na influence, wanasiasa kuwa wakubwa kushinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. That's not really. Hatuwezi kupendekeza hivyo. Hatuwezi kuacha mazingira kama hayo yaendelee kutawala. Leo tunapitia matatizo magumu sana. Kongo inapitia shida kubwa sana. Kwa sababu gani? Wanasiasa ndio wanatuingiza katika haya matatizo. Na kizuri ni kwamba wanasiasa wenyewe wanakubaliana na hili. Wakina Pierre Kamere washasema kwamba nous les politiciens congolais, nous avions longtemps faire souffrir la population, et tulifanya makosa sana ndani ya nchi hii. Nous devrions maintenant changer notre mode opératoire. Lazima tubadilishe namna ya kutumika kazi. Wako warekonesaki wao ndio wanaharibu Kongo. Leo Thomas Lubanga naye anazisha groupe armée
naye anakuya anasema ki injustice, impunité, détournement niko mkongo, ndio maana anaanza rebellion. Sasa sisi wote eske tunafurahia maisha ya serikali ya Kongo? Basi kila mkongomani atakuwa rebeli sasa kama ndio hivyo. Kwa maana hii kila mkongomani atakuwa rebel. Kila mkongomani ataanzisha kundi lake la vita. Juu aseme kwamba ndio Kongo tuko na impunité, c'est vrai. Watu wenye biko nakula mafaranga za serikali biko nakuwa pini. Ile makosa ya PPRD ndio itie pia inarudia mwide pesa. Impunité toujours. Détournement ziko pale pale. No. Watu wanakula faranga za serikali ziko pale pale. Sasa hile haitasababisha kwamba tuanzishe makundi ya kihalifu. No. Kama unapenda sema uchanger vitu, sema election ziko. Et d'ailleurs, tout le monde si alikuwa candidat ku députation, mais alikosa. Yani wote ambao walikosa kuma election wako wanaenda kukamata bunduki. Na yesi naongeka mara mingi. Hii hali kama sisi raia hatukuikemea. Donc Kongo tutakuwa tuko na historia yetu kinyi tutajiwekeaga kwamba Kongo ili uweze kuacceder ku pouvoir lazima uende kamata bunduki, uungane na Uganda, uungane na Rwanda, ukiwa uanze vita Kongo na batakuheshimia. Donc hii itakuwa ni culture ya Bakongole. Je, tutaendelea hivi maisha yote? Ndugu zangu, hebu tuwe kwanza tunawaza. Eske tutaendelea hivi maisha yote? Ili mtu akijisikia tu kwamba mimi hapana, nilikosa budepite, hapana, unaingia mpori, unaanza rebellion. Baadaye unaenda Uganda, unaenda Rwanda, unapewa support, unaingia unaanza uwa ndugu zako, unaanza pora tena mali na sehemu zenye migodi ndio sehemu pekee ambako wanakimbiliaga kule. Kwa hiyo ndugu zangu, tunatakiwa tuweze kuwa makini na tuwe tunajua haya mambo gisi yako yanaendelea. Ifo kuanza kuwa na décourager hii manevre za watu kama hawa, wajinga kama hawa. Tukiendelea kuachia macho hivi, ni sisi ndio ambao tutatengeneza taifa ambalo litakuwa mbovu, na watoto wetu watatucheka sana, wajukuu watatuna sisi wase wao tulikuwa wapumbavu kiasi kubwa. Mimi siku natetea serikali ambayo iko, lakini iko natetea avenir ya Wakongole mingi. Il faut tu changer mentalité, tu changer mode yetu ya kuishi. Tuweze kubadilika. Inafo tunabadilika ndio tutaona uzuri wa nchi hii. Kwanza viongozi wa ngazi zote inabidi tuweze kubadilika ili nchi yetu tuweze kuendelea. Leo tuko tunazalilika na kaishi kama vile Rwanda. Rwanda haiwezi fair fast na RDC hata dakika moja. Haiwezi hata. Lakini leo tu tunazalilika na Rwanda. Inatia huzuni sana. Na baada ya taarifa hizo za Thomas Lubanga, tuchukue hii hapa, tuzungumzie masuala ambayo yako yanaendelea huko Walikale. Walikale, kama watu hawaangalii, Walikale inaenda kugeuka kuwa uwanja wa machunio kwa magaidi wa M23. Utafahamu tu kwamba wiki iliyopita magaidi wa M23 walipata pigo kubwa ya Walikale. Na ile ambayo tulikuwa tunasema kitendo cha wao kuweza kulalamika kwamba seselefe ni kiukweli, ndugu zangu, tushawaelewa hao watu. Tunawajua. Ilikuwa ni faso ya wao kuweza kujipumzisha juu FARDC isiendeleze mashambulizi, waanze kuravitae maposition zao, na ndio gisi walifanya. Nakwambia le 26 jana tarehe 26 ndege kutoka Rwanda ilizunguruka mara 7 ndani ya Walikale. Inaingia inatoka, inaingia inatoka. Na serikali ilisema kwamba inafunga anga yake. Serikali ilisema inafunga anga. Ndege yote yenye itaingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokea Rwanda
hiyo ndege itakuwa bombarde, lakini iko inaingia kutoka Rwanda na hakuna action yote. Hii ndio unakuta watu wanasema kwamba gouvernement iko complice, Felix iko complice. Bon, quelquefois mko na rezo, quelquefois mnasema hivyo, labda mko na sheria. So haiwezekani kwamba nchi inashindwa kuwa na control ya mitambo ya ndege. Nchi gani kwenye ndege inaweza kuingia nchini kwako na ikatua ngambo ya adui, na pale Walikale na Kisangani sio mbali kivile, soko ziko pale? Kwa nini wasiende kubombarde ile ndege? Iko inashusha, iko na ravitae ba M23, na wao pale ndio wachukue waende tu. Ni kwanza pale ni rahisi na kumaliza kazi faster. Kitu ambacho kiko kinaandaliwa Walikale kitakuwa ni kikubwa na kitakuwa ni hatari mno kwa taifa. Walikale vita itakuwa kubwa, vita itakuwa ya ajabu sana pale. Watu watakufa, magaidi watakufa, FARDC watakufa, kwa sababu kila upande wako wanajiandaa vilivyo. M23 walisema kwamba wataondoka Walikale na maeneo yote ya kando kando hawakuondoka. Huku Lawrence Kanyuka, point focal wa M23, anatangaza kwamba kutokana na drones za kivita za FARDC kuwa kando kando ya Walikale, kwa hiyo zimewafanya wao wasiweze kuondoka Walikale, watabakia Walikale. Na ile mambo ya SSLF wanaianile baada ya kupata ravitaema kutoka kwa Rwanda. Baada ya ndege kuingia kuachia silaha, kuachia na wanajeshi wengine, na wengine wako wanakuja kupitia njia ya Goma Walikale. Wanakuja na kwa njia ya gari, wanaingia mpaka Walikale. Donc wako wana renforcer Walikale. Mashuhuda waliniambia kwamba hii ndege ishazunguruka zaidi ya mara 5. Inafika hata mara 7. Inaenda inarudia, inaenda inarudia. Jiulize ndege kwenye inapiga turu 7. Juu serikali iko wapi? Iko inafanya nini? Mko mnaongea SSLF. Mko mnaongea SSLF. SSLF ndio yenye mko mnaongea. Oho. Wazalendo viva. Wazalendo viva kabisa. Nilipenda action ya Wazalendo. Leo kwa mkia leo kulikuwa pia kuna vita maeneo tu ya Walikale. Wazalendo walikwenda kuwachokonoa magaidi wa M23. Sawa, ili kwenda kutest mitambo wameongezeka kiasi gani. Kwa hiyo kulikuwa kuna ushindani mkubwa wa mapigano, huku FARDC wao wakibakia nyuma kama kawaida yao. Jeshi letu kuna wakati mmoja hivi linakuwa linaaminika, kwa wakati mwingine linakuwa liko hovyo. Atuelewe tuko na jeshi la aina gani, mara sawa, mara noma, mara sawa, mara noma. Kwa upande mwingine majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wao wameweza kukita kambi maeneo ya Boboro. Boboro iko kilomita 24 na Walikale Centre. Huko pia pale wakiwa na maelfu ya wazalendo, maelfu ya FARDC, na wao pia wanaweka kambi pale tayari kushambulia Walikale. Kitendo cha magaidi kuwa ndani ya Walikale ni hatari kubwa kwa Kisangani. Ni hatari kubwa kwa Kisangani, na itakuwa ni aibu kusikia Kisangani kwenye kuko 3e zone ya defense, kwenye kuko commandement ya mikoa 7 iweze kushambuliwa na ianguke kwa mikono ya magaidi wa M23. Itakuwa ni aibu kubwa. Yaani sitawahi kuamini kuna aibu kubwa kama hii kutokea. Makao makuu ya kijeshi ya mikoa 7. Makao makuu ya kijeshi ya mikoa 7 iko Kisangani. Na ndio kama unavyoona malengo ya M23 wanashindwa kupita huko Sud Kivu. Wanaamua sasa kwamba wajielekeze wapi? Kisangani, wafanye contour. Wazungurukie hivi Kisangani, Manyema hivi wazunguke hivi. Wanajua kule kuko na mafaiblesse mengi, kule kuna wadhaifu wengi sana, watahonga rushwa na watapita, lakini huko kwetu walishindwa. Walishindwa, na ndio maana wameamua kufanya hayo ili waweze kuendea Kisangani. Sasa kutokana na hali kisi iko inaenda,
Kisangani itakwenda kubadilika na itakuwa ni eneo la machunio makubwa, kwa sababu makundi yote mawili nasema kwamba serikali pamoja na wazalendo na magaidi pamoja na Rwanda, kila ngambo wako wanajidhatiti, wanajipanga, wanaongeza vikosi kwa ajili ya mashambulizi zaidi. Asante sana ndugu zangu kokote ambako mko mnasikiza matangazo yetu. Big up sana kwa nyinyi wote. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Big up sana kwa Ejide Kizenga Tembele kutoka United States of America, for being with Baraka One TV. Big up bro. Big up the same way kwa Shaban Suleiman King. Big up sana bro. We really appreciate everything that you are doing for Baraka One TV. Big up big brother Biondo Kilamba Mawe kutoka Rapids uko state Oioa USA. Big up sana. Na una pia big brother Diedone Butoto Meshaki kutoka United States of America, Michigan. Big up sana Jacques Bahati kutoka Kuruma Missouri USA. Big up sana Asimwe Baguma Samuel Czech Republic Ramakea Afrika Kusini. Mohamed Papi big up sana Ankis Kandeze kutoka UK, Dafeza UK, Daletesha United States of America, mzee wa state ya Maine Asani Ramadhani Mashaka Yamba, nani mwingine na wengine wote ambao sijawataja majina, Elisha Nairobi Kenya, Emmanuel Mangombe. Big up sana ndugu zangu wote kwa pamoja na Baraka One TV. Tukuna majira ya saa 9 bwana, tutakuwa na mambo mengi ya kuzungumza. Nafikiri tutagusia kuhusiana na makundi ambayo yako yanazidi kufanya mauaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku UPDF na FARDC wakiendeleza harakati za operation ya pamoja, operation Shujaa, ambayo wako wanawatrack ADF pamoja na magaidi na magaidi wa Codeco, na hivyo walifanikiwa kuwaua Codeco zaidi ya 200. So na mengine ambayo tutakwenda kuyazungumzia na tutakwenda kuyasikiliza kupitia Baraka One TV. Ni jambo la heri sana. So ndugu zangu, kumbuka tu kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Ungana na B1 TV na pia tembelea Baraka One TV channel 2 kwa matukio mengi zaidi. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Ciao ciao.